moja la kielimu, moja la kijamii. Hili la kielimu munasaba wake hili la kielimu, kuna vurugu kubwa inaendelea katika mitandao ya kijamii kwenye kadhia za tuhuma kwenye jarima zina, tuhuma kwenye jarima zina. Napokuwa hapakuwekwa wazi kwamba sababu ya kutenguana kwenye vyeo elimu, lakini ukiunganisha doti kutokana na matukio yaliyotoka, alafu mwisho hukumu ikatoka, alafu yametajwa maneno ya jumla kwamba mtu ana makosa makubwa sana kwa mujibu wa adabu za baraza, jawabu la wazi unaoiona kwamba hiyo ndio sababu. Sasa ikhwan, najua sheria ya Uislamu ilivyo imedhibiti sana mambo. Mimi nataka niwatajieni mfano mmoja wa ajabu, mtaona ajabu, lakini ndio sheria hii, au mfano miwili. Mfano wa kwanza ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alwaladu lilfirashi wa lil'ahiri alhajar. Mtoto anamilikiwa na mmiliki wa mke. Akidai mtu kwamba yeye amezini na mmiliki wa mke, yeye anapewa jiwe, mtoto anapewa mmiliki wa mke. Sawa, iwe yule mtoto kafanana 100% na mtuhumiwa. Muda wa kuwa mume mwenye kumiliki yule mke asema mtoto wangu, huyu mtoto ni wake. Natoa mfano mmoja. Palikuwa pana kesi ya tuhuma baina mtu na jirani yake. Huyu mtu na mke wake ni waswahili wa Bantu na Black. Yule mtuhumiwa jirani ni Mwarabu. Baada zile tuhuma, mwanamke kawa mjamzito akazaa mtoto. Yule mtoto sio katoka Mwarabu wa rangi pamoja na nywele, lakini copy paste na yule jirani. Yaani haina shaka sasa mtoto atakuwa. Sheria inasema mtoto ni wamiliki wa mke. Unaona? Hatutatoka kwenye msingi huu ambao una ushahidi wa wazi, kwa sababu tuliona ndoa na hawa walikuwa wanaishi mke na mume. Manake hawa kukutana kwao kimwili ndio ushahidi uliokuwa wazi. Kutoka kwenye msingi huu mpaka tupate ushahidi mwingine. Sasa kama amefanana kabisa na mtuhumiwa, hiyo sio ushahidi kwenye sheria. Nilikuwa nafundisha leo msingi huu kule Muhimbili, vijana wakaniuliza, tukienda kupima DNA, kaambia sio ushahidi wa sheria. Sawa malaki? DNA sio ushahidi wa kisheria wa kutuhumu zina, sio ushahidi wa kisheria. Sheria ya dini imeidhinisha ushahidi wa zina kwa vigezo vingapi? Viwili. Kigezo cha kwanza, watu 4, sio mmoja, wala sio wawili, wala sio watatu. 4 wameona pete imewekwa kwenye kidole. Mtapata ushahidi. Hata wakati wa Mtume ukupatikana ushahidi. Ushahidi wa pili ni wenyewe wenye kuzini wathibitishe zetu mazini. Msitoke kwenye msingi huu kwa tuhuma yoyote, hata kama mzungumzaji ni mtu mpendo kuliko watu wote. Pasao kujieleza. Shehe muda wa kuwa anavunja msingi huo, hawa watakuwa inda Allahi mulkadibun. Umeelewa? Mnajua faida ya msimamo ni kuondosha tuhuma kwenye dini ya Uislamu, alafu heshima za watu zinafika. Sawa? Mfano mmoja nadhani unatosha. Sasa hizi trending zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii, ikasikika hata shehe mmoja katika mashehe wa Kisalafi anamuhusia, si mwite jina gani jamaa, wacha nimwite kwa jina lake, anaitwa Sui Juma na Musoma. Shehe mmoja Kisalafi imesikika sauti yake anasaha, anamuhusia Juma na Musoma kwa tuhuma zake alizokuwa anazitupa kwa kina Kishki kwenye kadhia hii. Shehe Kisalafi anasikika akisema kwamba hapana, hilo jambo sio hivyo na nini.
Tunaelewana? Hizi habari zinafeli sana. Yaani tumekwenda na mavurugu ya kina Kishi na Juma na Musoma, kabla tujatulia yanakuja haya na ahkamu hizi. Ikhwani, hivi ni kwa nini mnakosea kwenye Uislamu wakati Uislamu umesheheni kila kitu katika masaili haya? Kama itakuwa ni kweli kwamba aliyotolewa kwenye nafasi yake ametolewa kwa sababu ya tuhuma hizi, nani anasalimika? Kweli bali insano ala nafsihi basira. Hivi kweli kama hizi tuhuma ni kweli, sio kwa sisi, kwa wao, nani yuko salama? Kwa kweli, sababu bali insano ala nafsihi basira walau alqa maadhiya. Kwa hali ilivyo kweli, na nyinyi wenyewe mnajijua zaidi kuliko sisi tunavyojua. Sawa? Kama ni kweli tuhuma hizi ni kweli na zikawa ndio sababu ya kumtoa huyo aliyotoa, kwenu nyinyi nani atasalimika? Na mimi wanahusia sana vijana, unapokuwa na misimamo yako migumu juu ya makosa madogo yenye kumilika kwa mkeo, ukajalia kwamba ndio keti ya kumwacha mkeo, yale makosa yenye kumilika, chakula kimechelewa, anatia chumvi kwenye mboga nyingi, achelewa kufua, mchafu nyumbani, huwa anahusia. Je, ukimwacha huyu unaenda kwa nani? Kwa sababu hizo changamoto za kina wanawake, waulize walio wanajua. Wewe ukiona kwamba wewe una matatizo mengi sana mtakuwa vipengele hivi, wenzako wanavumilia tu waseme. Lau kama kila mmoja angekuja kusema, ndio ndio kumbe hii matatizo wanawake wote. Alafu utakaenda kumuoa baada ya huyu, atakuwaje? Kuna mtu mmoja nilimwambia maneno haya, sasa shehe, nimechoka kuvumilia. Nikamwambia shehe, wakati nataka kumuoa huyu unataka kumwacha sasa hivi, si ulikuwa na mke mwingine? Siku zile unampata huyu, uliona ni mwanamke sampuli gani? Sasa shehe, niliona matatizo yote yanakuja baada ya kumuoa. Mtihani shehe, afadhali yule wa mwanzo. Je, utakayokuja kumuoa huyu, wakati unamapproach unasema huyu ndo faraja, matatizo yote ndio yapitia. Alipokuja amekuja kuonekana mtihani zaidi ya yule aliyopita. Atakayekuja tena, wanawake wote baba mmoja mama mmoja. Wenyewe wanasema mwalimu wao ni kichaa. Huu ni msemo wa Kiswahili. Nasema wanawake mwalimu wao ni nani? Kwa hiyo kama unaona hizi ni sifa za kuwa mke wako umemchoka sasa kumwacha, ujue kila mwanamke mwenye sifa kama hizo inabidi umwache. Usipomwacha utakuwa na dhuluma. Unamwacha huyu kwa sababu ya makosa hayo, unakwenda kumwoa mwingine amekosa kama hayo, hapo mwache. Uadilifu bwana. Sasa jamani, kama hiki ni kigezo kweli, basi tuwapime wote waliobaki kwa kigezo hiki, na wakionekana nao kuwa na udhaifu kama huu, wote watolewe. Sawa? Hili jambo la pili, mtu yote ambaye ameshika Qur'ani na Sunna akawa ni shekhe, mwalimu wa dini, hiyo ni alama ya dini kwenye jamii. Fanyeni jitihada sana kuihami dini kwa kuwahami wasomi wa dini. Yule muhawara wa kuwadondosha wasomi wa dini, mnakwenda kudondosha Qur'ani na Sunna. Nataka nitoe mfano mmoja kwenye hili. Mnaniona mimi Abu Musa mbeleni. Hivi mimi nikiwaambieni aya hadithi, mnatia shaka ndani yake? Mna imani kiasi gani kwangu kwenye dini yangu? Ni mangapi ambayo yanatokea kwenu mnaona faraja kwenye matatizo ulikuwa nao? Ni nani? Abu Musa. Abu Musa akituhumiwa amana yote inaondoka. Abu Musa akishasemwa vibaya, uaminifu wote mliokuwa nao kwenye Qur'ani na Sunna inasema na Abu Musa, sifa zote mlizokuwa nazo njema, Abu Musa bwana ni shekhi mzuri mashallah, Abu Musa bwana elimu, Abu Musa mtu wa dini, hiyo yote inaondoka kwa hizo tuhuma. Sasa kwa nyinyi mnaondosha, ambao tupo mimi na nyinyi kwenye jamii inaonisikia kutoka mbali, wanafuatilia audio zangu mpaka Ulaya, Amerika, huko kote, yakatangaya maneno kwamba hafai. Hao watu mtawasaidia vipi kwenye dini zao? Alafu bahati mbaya hiyo ni tuhuma ambayo si kweli. Mkasiliba watu wakaondosha amana yote kwenye dini yangu. Baadaye nikawa mimi sifai kusikilizwa maneno ya Allah wala Mtume na Rasul. Hao watu ambao dini yao imetawakafu kwa kunisikiliza mimi shehe wao, mnawasaidia vipi? Wakati mnatengeneza hizo skendo, mwe mnafikiria na hili pia. Msione tu kwamba mimi nataka nimdondoshe Abu Musa, mbona ananichara sana, nitapambana mpaka nimdondoshe. Unadondosha Qur'ani na Sunna, unadondosha dini za watu.
sababu wao dini yao mimi ndio kigezo. Jitahidini sana muwahami wasomi wenu wa dini, kwa sababu hao ndio wamebeba dini zenu. Ili meleka pia kwa wasomi wa dini. Man wada'a nafsahu fi tuhma fala yalumanna man asaa dhanni ilayhi. Mtu yoyote atakayeweka nafsi yake kwenye mazingira ya kutuhumiwa, asimlaumu mtu atakayekuwa na dhana mbaya juu yake. Wasomi wa dini tuchunge, sisi ni alama ya dini. Kuwa kwetu sisi tunakuwa kwenye mazingira ya tuhuma tu kila wakati, tunajisababishia kuondoshwa amana yetu. Tusije tukawalaumu watu wanaotutuhumu kwa sababu sisi tumeweka mazingira haya kutuhumiwa. Hivi mtu akishakuwa msomi wa dini ndio anakuwa na kibali cha kuwa na wake za watu? Ukishakuwa msomi wa dini wewe ni shehe, hiyo ni kibali cha kuwa na wake za watu, kibali cha kuwa na mabinti za watu. Sasa ukishakuwa shehe wewe ni mchafu, wake za watu wasalimiki kwako na binti za watu wasalimiki kwako, halafu watu wanakuja kutumu, unaona kwamba wanakuonea. Sasa sawa, vigezo vya dini vinahitaji uthibitisho, lakini shehe wewe unajiweka kwenye shubha kila wakati. Wewe ni msomi wa dini, kila wakati story na watoto wa kike, dhahiran na ittifalan. Kila wakati ukikana, yani wewe darasa za watoto wa kike unakaa masaa matatu. Na inaomba ukana vijana ya 45, jamani nimechoka, sasa inatosha. Afi qulubihim maradun anirzabu. Hivi kwenye nyoyo zao na maradhi hawa, au wanashaka juu ya ukweli wa Qur'ani na Sunna. Kwa nini wewe ukiwa yani muda wote maokeano na watoto wa kike, unakusudia nini? Salafu salih walikuwa na tahadhari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wadkhul ala nisa, tahadhari sana kuingia maeneo ya nani, yenye wanawake. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, araaita alham, Mtume hebu nieleze kuhusiana na shemeji, kwa sababu shemeji huwa na ukaribu sana na shemeji yake, au shemeji wa kiume au shemeji wa kike, mnakuwa karibu sana na shemeji. Akasema alhamdu almaut, shemeji ndo maiti kabisa, hafai kabisa. Hii ni tahdhiru min an-nabi sallallahu alaihi wasallam limuqarabati al-ahmaq, kuwa karibu na mashemeji. Uko na mke wako ana mdogo wake au dada yake, kila wakati shemeji, mara hivi mnatoka pamoja mnakwenda Kariakoo na shemeji yako, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na kwa sababu wewe ni mume wa dada mtu, mume wa mdogo mtu, unaaminika kwenye hilo, si upo na dada yake. Sasa angalieni yaliyotokea kwa mashemeji. Mtu katoka zake kapata dharura ima ya masomo au majukumu yote ya nyumbani anaacha kwa nani? Kwa mdogo wake, kaka yake. Kaka bwana, mimi nakuachia majukumu yote ya nyumbani, angalia wanao hawa, muangalie shemeji yake. Mtu hana dini, hana adabu, hana mipaka. Unarudi kuna unakuta mke wako yupo na kaka yako mdogo wako close kabisa, bega kwa bega. Sasa ikhwani, sisi tumepewa amana na dini, basi tujitahidi hii amana tuifikishe vizuri. Haya mazingira ambayo tunatengeneza shubha, mnazijua zile zafa zinapokuwa, inakuwa kwenye zafa kuna madrasa kama 3, 4, 5 mpaka 10 wakati mwingine, zile zafa kubwa, na kila madrasa inakuwa ina eneo lake. Yani madrasa ya kwanza ni pale ina wanawake na wanaume, madrasa ya pili hapa ina wanawake na wanaume. Au sema hapana, shehe unakosea, kwenye zafa inakuwa wanaume wote wanakuwa mbele na wanawake wote wanakuwa nyuma. Unyuma ule wa kuambatana na wanawake barabarani mnatembea, wanaume nao wanakatika bogi la mtume hivi. Baada ya pale kinachofuata nini? Sasa hivi majalis za zafa na majalis za maulidi imekuwa ni vijio vya zina. Wenye zafa hizo wanajua, yakinan wanajua. Sasa mmefanya sehemu ya kwenda kumswalia mtume ni sehemu dhinifu. Lakini kwa nini natokea haya?
kwa sababu wanawake wametolewa majumbani. Mtu anapokuwa kwenye zafa anakuwa chini ya usimamizi wa mume wake au kaka yake au nani wake, anakuwa pamoja na wanawake wenzake wamekusanyika mbele, kuna wanaume. Alafu mwanamke yule anatembea barabarani na watu wenye zafa wanavaa jilbabi, socks, gloves, nikabu. Sijawahi kuona mtu mwenye nikabu, mwanamke mwenye nikabu hata mmoja kwenye zafa, hata mmoja sijawahi kumuona. Wote wamevaa magauni ya rangi moja, sare za zafa pamoja na kujipara. Mtu aende kwenye zafa mpaka aikae kwenye makeup kwanza, ajikwatue ili aingie kwenye nini zafa, alafu mnaenda kuchanganyika na wanaume. Mnategemea mnazaita kitu gani? Kwa hiyo mashehe wa kisufi wamekuwa wahanga wakubwa wa zinaa kwa sababu hawana mipaka ya kidini baina yao na baina ya wanawake. Sasa hili mtahadhari, wasomi wa dini, nyinyi ni alama ya dini. Uko kwa kwenu karibu na wanawake, nyinyi nyoyo zenu sio za chuma, wala nyinyi sio maasumini. Kaka tunaona kupeana mikono, eti kuna suna yao ile unaweka tanga hivi, alafu ndo weka mkono afu na shoti inayotokea. Na ukishatoka hapo shoti mkono wake laini. Kwa si mwanamume shehe. Unamiza kwa kwako mwanamume wewe, na yule ni mwanamke. Sheria ikaweka mipaka ili kuchunga haya. Kwa hiyo jamani, hizi nukta tatu ni sehemu ya ushiriki wangu katika hizi kadhaa ambazo zinajiri, na isitumike kutetea baadhi ya uovu kwa ajili ya kuhami uovu mwingine. Ile naliacha hivyo nilivyosema. Ukiona uelewi basi ujue ya kuhusu. Wenyewe wanahusika wanajua kilichosema. Ile nimemaliza kwenye upande huo.